Siku 36 zimekwisha tangu kuanza kwa mwaka mpya. Huu ni mwezi wa pili tangu mwezi wa kwanza kutamatika. Leo ni Februari 5 baada ya siku 31 za mwezi wa kwanza kutamatika. Mwezi wa pili umeanza na leo ni Februari 5. Mwezi wa pili kwa siku ya 36 zimebaki siku 329 kutamatisha mwaka mzima, ambapo mwezi wa pili kila mwaka ni mwezi wenye historia nzito sana. Ukiutamka mwezi wa pili unatamkwa kama mwezi uliobeba taswira na historia iliyoshiba katika historia tangu miaka 9. Mwezi wa pili ni mwezi ambao matukio, watu maarufu na mambo mbalimbali yalifanyika ambayo ni maarufu duniani. Kwa mwaka 1265 uchaguzi wa Papa Clement wa 4 ulifanyika huko Vatican. Clement wa 4 alikuwa papa kuanzia tarehe 5 mwaka 1222 na kifo chake kilitokea St. Gilles nchini Ufaransa. Tukiutamka pia mwezi wa pili, Chama cha Mapinduzi CCM, chama tawala nchini Tanzania, kilianzishwa Februari 5 mwaka 1977 kupitia muungano wa vyama viwili, yani Tanganyika African National Union. Chama ambacho kilitoka bara chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, pamoja na Afro Shirazi Party ASP kutoka Zanzibar, ambacho kilikuwa ni moja kati ya vyama vyenye nguvu visiwani Zanzibar. Katika historia ya sikukuu mwezi wa pili, Wakristo wengi wakifuata mapokeo ya Roma wanaadhimisha kumbukumbu za watakatifu, akiwamo Mtakatifu Agata, wafiadini wa Ponto, Avito na Vienne, ambao wanakumbukwa katika historia ya kidini. Bado unavoutamka mwezi wa pili, ukiingia kwenye historia ya waliozaliwa mwezi wa pili, imeshiba watu wenye historia nzito. Kwa waliozaliwa mwezi wa pili kwenye kila mwaka wanaosherekea ni mwaka 976, mfalme mkuu wa Japan wa 67 aliitwa Tenno alizaliwa mwezi wa pili, ambaye alitumia jina la Lyadasa. Huyu alikuwa mwana wa pili wa Tenno Rizal. Alizaliwa mwaka 1111, mfalme mkuu wa Japan aliyezaliwa kwenye familia ya kifalme akitumia jina la Lyadasa, na alikuwa mwana wa pili wa Tenno Rizal mwaka 1111 na kujiuzuru mwaka 1116, na aliyemfuata aliitwa Tenno Ichijo ambaye alikuwa ni binamu yake. Mwezi wa pili pia mwana astronomia kutoka Italia alizaliwa Februari 1564 na alifariki Januari 8, 1642. Yeye alikuwa ni mtaalamu wa fizikia, hisabati na astronomia, akiwa mwanasayansi wa kwanza kutumia darubini kutazama nyota na sayari. Alipanua ujuzi wa binadamu juu ya ulimwengu, ambayo matumizi ya darubini yameongeza ukuaji wa teknolojia duniani. Mwezi wa pili, mwanasoka kutoka nchini Ureno Cristiano Ronaldo, ambao wengi kwa sasa wanamtamka kama the GOAT, alizaliwa Februari 5 mwaka 1985 na ni mchezaji wa soka akitokea katika kisiwa cha Madeira nchini Ureno, akiwa ni mmoja kati ya wachezaji waliohusika kwenye ufungaji wa magoli mengi. Cristiano Ronaldo ametumikia klabu ya Manchester United, ametumikia klabu ya Sporting CP, ametumikia pia klabu ya Real Madrid, ametumikia klabu ya Juventus. Kwa sasa anachezea klabu ya Al Nassr inayoshiriki ligi kuu nchini Saudi Arabia, Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo ni mmoja kati ya nyota wenye tuzo nyingi za Ballon d'Or ukiachana na Lionel Messi. Amefanikiwa kushinda makombe mbalimbali makubwa kwa ngazi ya taifa na ngazi ya vilabu. Moja ya kombe ambalo Cristiano Ronaldo hajafanikiwa kulishinda ni kombe la dunia. Katika historia yake, Cristiano Ronaldo hajafanikiwa kushinda kombe la dunia.
Mwezi wa pili pia nyota waliozaliwa ni Neymar Jr kutoka Brazil, naye ni mmoja kati ya watu walioongeza historia na uzito wa mwezi wa pili ukiwa unautamka. Katika historia ya waliofariki kwa mwezi wa pili mwaka 2020, Kirk Douglas alifariki akiwa mwigizaji na mtayarishaji wa filamu kutoka nchini Marekani. Alizaliwa Amsterdam, New York na ni mtoto wa familia ya wahamiaji wa Yahudi kutoka Urusi. Ni mmoja kati ya nyota wakubwa Hollywood ambao wameshiriki katika tasnia ya filamu. Mariana Moore alizaliwa Novemba 1887 na Februari 5, 1975 alifariki. Mariana alikuwa ni mshairi, mhakiki na mhariri kutoka nchini Marekani. Mwaka 1952 alifanikiwa kupokea tuzo ya Pulitzer inayohusiana na ushairi. Katika historia pia ya mwezi wa pili, Violet Parra, mwimbaji na mwanasiasa wa Chile, alijiua Februari 5 mwezi wa pili. Alikuwa mwanamke mashuhuri na maarufu kutoka Chile. Alikuwa ni msanii wa hadithi na mwimbaji kutoka nchini Chile. Mwanadada Violeta aliweka msingi wa New Song La Nueva Canción Chilena, uliofahamika kama mtindo mpya wa kuimba hadithi za Kichile uliosambaa na kuenea ukiongeza ushawishi kwa watu wengine duniani. Mimi ninakuletea machache. Yapi unayokumbuka? Endelea kutufuatilia.